Unanichukuliaje? Mke wangu, I think you know well. Kwa nini hutaki kunitimizia haja zangu? Kila nikikwambia unasema umechoka, ukitoka kazini umechoka, maana shinda nyumbani unasema umechoka. Kuchoka kupi huko? Unataka kanitimizie nani? Mke wangu, sio kwamba sikupendi. Kazi ninazofanya natumia nguvu sana. Kwa unapofika nyumbani na kuwa nimechoka sana, nahitaji muda wa kutosha kupumzika ili akili yangu ikae vizuri na niwaze ni kwa namna gani au ni mbinu gani naweza nikazitumia kwa kesho ili niweze kuingia kazini nifanye vizuri. Na kuhusiana na haja zako, siku nikiwa fresh nitakupatia unachokitaka. Nikwambie, kwa wewe umenioa humu ndani uje kunipa kula, kuvaa au uje unitimizia kitu gani kile ambacho mimi nakikosa? Mimi sioni hapo swala wewe kujibizana mimi wala kunifokea, kwa sababu iko kitendo unachokitaka wewe kukifanya inahitaji akili iwe katika msawazo ulio sahihi. Siwezi kufanya nikiwa akili haipo sawa. No! Kwa hiyo wewe kila siku uko busy. Kila siku una muda. Kwa hiyo mimi nitoke hapa nikamtafute mtu ambaye ana muda ili aje afanye kile wewe ambacho huwezi kufanya. Okay my darling, I'm very sorry. And I promise you that I can't repeat again. Haitojirudia tena. Alafu kingine mke wangu sichokijua, wewe ni mwanamke mzuri sana. Nakupenda tena kutoka moyoni. Chaguo la kukuoa wewe. Sio kwamba sikuona una kingine. Niliona lakini kuona wewe ndio unanifanya za nikaishi na wewe kwenye ndoa tukadumu. Basi naomba unisamehe. Na nakuahidi leo nikirudi kutoka kazini nitakutimizia kila ambacho unakihitaji. Sawa, ninakuelewa. I love you. Vipi je ndugu wangu? Naona umeacha kazi kule, umekuja kukaa huku na inaonekana ni mtu wa mawazo sana. Shida nini ndugu wangu? Ya ni kweli. Wila, maisha yangu yamejawa na giza zito. Yamejawa na hukumu. Yaani sioni mbele kuna nini? Wala sielewi maisha yangu nitaendesha kwa namna gani. Fika fahamu najua kwamba naishi na mwanamke pale nyumbani. Tena hii ni wiki ya pili. Lakini kitu ambacho huwezi kuamini ni kwamba sijawahi kufanya naye tendo la ndoa hata mara moja. Kwa nini sasa? Wila, yule mwanamke nilazimishwa na wazazi tu kumuoa. Sikuwa kwenye target ya kumuoa yule mwanamke. Ila ilinibidi kwa sababu ya heshima ya wazazi. Sijui unanielewa. Na ninavyokuambia leo hii mwanamke kawaka pale nyumbani. Kasema kwamba nikitoka kazini anahitaji leo nimpatie unyumba. Sasa je, nitawezaje kufanya naye ile hali mnala hausomi station? Pole sana ndugu. Naona usoni kwako kumejaa na giza. Na kesho yako ni ngumu zaidi. Lakini nikutoe hofu. Usiwaze sana. Inabidi tufanye mwafaka. Tuone hili jambo tunalimaliza. Ila kitu kimoja niko nakuomba. Niko naomba tumalizie kwanza kazi ya bosi. Afu mambo mengine basi.
Yaani ninavyonena huu mguu ndio nilikuwa kuja hapo nyumbani. Kwa sababu nilikuwa na shida sana ndugu yangu Kachakila. Vipi? Yupo nyumbani? Kwa bahati mbaya Kachakila hayupo. Ameenda kijijini. Ameenda kijijini? Yaani kaenda kijijini kivipi? Maki hata taarifa hajanipatia. Mimi kijijini sijui kaenda kufanya nini yani. Maana mimi kwenye mazungumzo kwenye simu nimesikia mchumba wake kaolewa, kwa hiyo kaenda kijijini. Yaani in short hayupo yani. Yaani nataka nifanye kama vile sijakusikia, lakini ndivyo nimekusikia. Kuna maana kwamba alikuwa anaongea na simu na wewe mwanamke au ni mtu mwingine ambaye alikuwa anampatia hizo taarifa kwamba kaolewa? Nimesikia alikuwa anaongea naye kwenye simu. Mchumba au nani? Mchumba wake. Basi sawa, ina shida. Japokuwa nilikuwa na shida sana na Kachakila. Basi mimi subiri tu akirudi nitaongea naye. Sawa basi, mimi kwa hili. Haya.